katika vitu ambavyo jamii hawaelewi au hawafahamu, wanafikiri kwamba kila Muislamu ni muumini. Hawatambui kwamba sio kila Muislamu ni muumini. Kwani Uislamu ni nini na muumini ni nini? Kwa mujibu wa Qur'an, Allah tabaraka wa taala anavyotudadavulia, anavyotufafanulia, anavyotubainishia kuhusiana na sala hili. Allah tabaraka wa taala anatueleza katika Qur'an kwamba Muislamu ni yule ambaye anaamini kwamba kweli anaamini na kutamka kwa ulimi na kukubali kwa moyo kwamba amna mola pasiye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala. Si ndio tunapotambua kama huu ndio Uislamu sahihi. Sasa je, muumini ni yupi? Maana tunajua kila muumini ni Muislamu, lakini sio kila Muislamu ni muumini. Muumini ni yule ambaye kama Allah tabaraka wa taala alivyotueleza katika suratul Mu'minun, sura ya waumini, Allah anasema qad aflaha almu'minun, hakika wamefaulu waumini. Wamefaulu kwa jambo gani? Alladhina fi salatihim khashi'un. Waumini bwana, ukitaka umjue huyu ni muumini, basi katika swala zao wanakuwa ni wanyenyekevu, lakini pia katika mambo yao wanakuwa wanafanya kwa ucha Mungu. Huyu ndio muumini. Pia Allah tabaraka wa taala anatueleza katika Qur'an, alladhina yadhkuruna Allah. Yani waumini pia wana kawaida pale ambapo anapotaja Allah tabaraka wa taala, tatma'innu qulubuhum, kwamba nyoyo zao zinatulia, wanakuwa wanatekeleza ibada kwa ucha Mungu, kwa ikhlas. Tunapozungumzia ikhlas, maana yake ni nini? Maana tunasema tu ikhlas. Ikhlas ni kufanya majambo kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, wala hufanyi kwa kujionyesha, wala hufanyi kwa riya. Ndugu zangu waumini, riya, kujionyesha katika ibadat, hili ni jambo ambalo linatutengenezea sehemu mbaya yaumul akhirah, sehemu ambayo tutakwenda kujutia. Kwa nini tusingebadilisha nia zetu na sisi tukawa katika watu ambao wanaofanya wema? Kwa sababu ndio mwisho wake. Yani mtu yoyote mwenye kufanya riya, kama ilivyokuja katika hadithi sahih kwamba katika watu ambao watakao kwenda kuhukumiwa siku ya kiyama, au watakaoanza kuhukumiwa, ni wale ambao fi dunia, katika maisha ya kidunia tuliwaona qari'ul Qur'an, walikuwa ni wasomaji wa Qur'ani, fa'allamahu. Qur'ani haikuishia kusoma tu, fa'allama Qur'ani pia wakaifundisha. Lakini Allah tabaraka wa taala atawauliza yaumul qiyama, nyinyi mlisomea Qur'an na mkafundisha, matokeo yake ni yapi? Faida yake ni ipi? Akasema, bwana, mimi kweli nilikuwa nasoma Qur'ani na nikafundisha Qur'an ili nipate radhi zako Allah. Allah tabaraka wa taala anasema kadhabta, umesema uongo, kwa sababu nia yako. Allah tabaraka wa taala anatueleza pia katika Qur'an, kuna baadhi ya watu, wa minan nas, kuna baadhi ya watu husema katika nafsi zao, amanna, bwana sisi ni waumini bwana amanna billah, tumemwamini Allah. Yakulu, wanasema kwamba sisi tumemwamini Allah. Wa bil yawmil akhir, na tumeamini siku ya mwisho. Wama hum bimu'minin, kwamba kumbe hawa hawajaamini, sio waumini. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wama hum bimu'minin yukhadi'una Allah. Bwana, katika nafsi zao hawa jamaa wanajifanya kwamba tunamdanganya Allah bwana. Khadi'una Allah, wanamdanganya Allah. Walladhina amanu wama yakhda'un illa anfusahum wama yash'urun. Allah tabaraka wa taala anatueleza kwamba hawamdanganyi Mungu, yani kutaka kujionyesha huku wasije wakafanya kama Mungu. Haoni nia zao. Allah anatizama nafsi zao. Allah anaona nafsi zao, nia zao kabisa. Hawa nia zao ni hizi, wanazidanganya nafsi zao. Allah anasema wanazidanganya nafsi zao, watajutia yaumul qiyama.
Kwa muumini ni yule ambaye anatekeleza ibada kwa ikhlasi, kwa uchamungu. Na sisi tunatakiwa tusiwe Waislamu tu, tuwe waumini. Waumini ni wale ambao wanatakiwa wafanye ibada kwa ikhlas. Swala 5, sadaka unatoa, unasaidia mayatima. Hivi sasa mayatima wana shida, jamii inakuwa mbaya kwa sababu ya kutusaidia mayatima. Ili tujenge jamii nzuri, tunatakiwa tuwasaidie hawa ambao wasiokuwa na uwezo. Hivyo ndio ambavyo tutafikia katika malengo.